Hujambo mtazamaji wa KCU TV, karibu katika kipindi hiki cha Injini ya Moto, ambapo siku hii leo tumepata nafasi ya kutembelea maeneo ya Mbagala Zakiem. Hapa siku ya leo kunayo mengi ya kujifunza kutokana na watu muhimu wanaotoa change kwa daladala. Itakuwa pengine umeshawahi kuwaona, lakini leo tutaenda kuwasikia kwa uwazi na kwa undani kabisa. Ambatana nami mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni Naomi. Kumbuka, yapo mengi ya kujifunza, usisahau kufuatilia KCU TV. Naam, nimefika hapa na ndipo ambapo tunaanza mazungumzo. Ninaona kuna change mkononi na hapa nimefika kama ambavyo mnatuona hapa. Habari zenu jamani? Safi. Nianze na wewe hapo. Samani, jitambulishe, unaitwa nani na kwa nini una change mkononi? Mimi naitwa Hussein Shabani. Nina change hizi ni biashara. Huwa tunawauzia makondakta kwa kusaidia ili wasipate tabu katika ufanyaji wao biashara. Kama mtu anadai katika kurudisha change, mtu atoa hela na kiasi anachodai, kwa sisi ndio tunasaidia kuwapa kufanya hivyo. Sawa. Kwenye mkono wako nimeona kuna sarafu nyingi. Je, ni aina gani ya sarafu ambazo zinakuwa ni nyingi katika orodha yako ambayo umeshika hapa? Hapa katika orodha wangu sarafu ambazo ni nyingi ni hizi coin za 200. Coin za 200. Na ndizo ambazo zinatumika sana au zinakuwaje? Hapana. Hizi mimi ndo napata sana, lakini kwa kutumika sana ni 100. Sasa zenyewe ni changamoto kidogo katika upatikanaji wake. 100 ndo napata chache, 200 ndo napata nyingi. Kwa ndio maana mimi nina 200 nyingi, ingawaje 100 kwa wao ndo wanazihitaji sana. Sawa, hebu tuanzie hapa tena. Wewe unazipataje hizi change kwa wingi huu ulionazo? Naona zingine kama ziko kwenye begi hapo. Wewe unazitoa wapi? Mimi naomba kwa wafanya biashara ndogo kachori 100 mtaani hivi. Kwa mimi ndo naenda kule, tunafanya kama tunabadilishana, kwa sababu wakati huo wao hawahitaji. Unajua kuna kitu yeye anachokingi akitaja, lakini kuna upande wa pili ndio unahitaji. Kwa mimi nachukua kwa wao ambazo wanazo nyingi na kuja kusaidiana na vijana wenzangu ambao wao makonda sasa wanazihitaji. Konda tunasaidiana ile. Sawa, hivi faida unaipataje mwenyekiti hapa? Faida naipata kwa wale makonda, kwa sababu sisi tunawasaidia kutoka huko mbali. Kwa mimi naweza nikampa 800, yeye akanijia 1000. Kwa ukawa na faida ya shilingi 200. Na 1000 nikawa na faida 200. Magari ni mengi, pengine unakusanya kiasi gani kwa siku? 200 nyingi. Magari ni mengi jijini Dar es Salaam hapa, ukizingatia huko ni Mbagala Zakiem. Yes, of course magari mengi, lakini pia sasa na wafanyaji wa shughuli hizi pia tupo wengi tena sana, nadhani hata kutembea utaona. Kwa hiyo kama napata 200 nyingi hivyo, kwa sababu kifano hapa tulipo tuko hapa tu stendi tu, unaona wenzangu wao kwa ni hivyo naweza nikapata labda za 10,000, 200, yani kizikusanya zote zikawa za 10,000, za 15,000 ni hivi. Pengine changamoto ambayo unakutana nayo wewe kama mtu wa huduma hii ya change kwa upande wa daladala ni ipi? Changamoto ninayokutana nayo zinaweza zikawa 2, 3 kadhaa. Mfano, kwa sababu kwa asubuhi mara nyingine makondakta huwa hawana cash ya kunipa mimi ili nipe change, na tumezoeana wote tuko barabarani. Kwa hiyo ninaweza nikampa, atazitumia, akirudi anipe hela yangu. Sasa changamoto inakuja, anaweza kaenda gari likaribika akashindwa kurudi. Na unamjua? Sasa muda mwingine namjua, lakini muda mwingine naijua gari. Sawa. Sasa basi naweza kanaijua gari kimazoea, ikaenda gereji, ikakaa wiki siku 3 imeharibika, ikaja na wafanyakazi wake, kwa sababu hizi hazina guarantee, hawajaajiriwa. Akaja mfanyakazi mwingine, nikienda sio yeye, gari ndio hilo. Kwa hiyo hapo ile ishapotea. Au mwingine ameenda gereji
hela ile akaitumia kwenye labda kutengeneza vitu, labda bosi wake yuko mbali, changamoto tofauti. Akaja akaniambia bwana, kuna 1 2 3, kwa hiyo nitakupa hela kesho. Kesho ikaenda kanipa labda nusu, hayupo tena. Kwa changamoto kama hivyo. Lakini pia changamoto nyingine, mfano nikiwa nimeshika hivi, sababu hapa barabarani asubuhi watu wanagombania magari na nini, wanaweza katokea abiria labda akaja akapushi hapa, chenji zikamwagika. Kwa mtaokota hizo nusu, au sometimes wakatokea vijana nao sio wazuri wakagombania, ikawa imekula kwa. Bahati mbaya nyingine pia katika hapo kanipushi, nikadondoka, nikateleza, nikajichuna. Kwa changamoto ni kama hizo 1 2 3. Lakini pia kwa sasa hivi changamoto tunapata shida katika uzaji wa chenji kwa sababu ya kuingia hii mwendokasi. Na maana daladala zimefungua, abiria baadhi wameenda kwenye mwendokasi. Kwa hiyo sasa makondakta hawana abiria wengi, ambapo wakiwa na abiria wengi ndio wanahitaji hizi nyingi. Kwa hiyo imefungua hizo. Kwa changamoto ni hizi. Sasa kutokana na changamoto ambazo umezitaja mwenyekiti, pengine unazisolve vipi kwa upande wako, unazitatuaje? Changamoto nyingine hazisolviki. Zinasolvika, yani unamwachia Mungu au unamwachia, naweza kusema unamwachia Mungu, au kusolvika kwake ni wewe kujiongeza. Kwa sababu mfano, let's say nilikuwa kuna biashara hapa, nikapita labda mradi wa serikali, nilikuwa kuna meza, kibanda, whatever. Nikipita mradi wa serikali haina tena pale nini kusolve kwake, labda ni abadilishe biashara au ni ame sehemu nyingine. Kwa hiyo kutokana na hilo ni sisi wenyewe tu kusema sasa imekuwa hivi, ngoja nibadilishe labda biashara, au ngoja kwa sasa hivi nikomae kwa staili hivyo. Kwa utakuta changamoto kama hizo, labda kiasi kidogo zimepungua au ndo kama hivyo, sometimes change zinapotea, unakoma hamna namna. Sababu kama hiyo changamoto za mtu kaja kapush change, ni abiria yeye anaisafiri asubuhi, hauna namna ya kumzuia. Ni wewe sasa hapo, biashara yako ngumia inifai au utaishi na changamoto zake. Kwa kuna biashara nyingine kuna changamoto afu ni za kuishi nazo. Changamoto zinatatulika, lakini mwenyekiti, kuna nyingine za kuishi nazo. Kama hizo. Ndio maana nakwambia kama hivyo. Abiria asubuhi anawahi usafiri. Utakutana naye atakupush. Hauna namna ya kumzuia. Kesho atatokea tena vile. Na kama unajua maisha yetu ya kugombania usafiri hasa kwa asubuhi. Kwa hiyo ni kuishi nazo. Utaokota hela, imepungua, umepata kamili, unashukuru, maisha yanaendelea. Kwa lazima wewe tu solve. Pengine hakuna njia mbadala, kama nimeona kuna baadhi ya wauza change katika maeneo mengine wanatengeneza meza alafu wanakuwa wanazipanga kwa mujibu, hii ni 50, 200, hii 500, hii ni 100. Pengine hiyo inaweza ikawa ni sehemu ya kukabiliana na hii tatizo la labda kufanya change idondoke chini, au kwa namna moja au nyingine. Kwa kiasi kidogo yes, lakini pia itakuwa vile vile kwa sababu hao wanaofanya hawawi na frame, bado watapanga barabarani. Kwa ni vile vile mtu anakuja anapush meza na inatokea. Kwa ndio maana kwambia kuna changamoto nyingine za kuishi nazo. Sababu huyo atapanga barabarani humo ambapo abiria wamepita huko wamepita huko. Kwa hapo watu wanafanya hivyo, wapo jamaa zetu wanafanya hivyo, lakini ni matokeo sawa. Sometimes abiria anakuja na push meza inadondoka, unaokota, mambo yanaendelea. Pengine neno moja kwa wengine wanaojishughulisha na biashara hii au huduma hii ya kutoa change kwa upande wa daladala, una neno gani la kuambia kwa wanaotoa wenzako, pengine sio mahali hapa, mahali pengine, unawaambiaje? Okay, neno moja kwangu, kwa sababu tunafanya biashara barabarani na barabarani na pilika hizo za kama za usafiri, sawa, na sisi miongoni mwetu kusaidia usafiri uwe rahisi, kama hivyo kurudishana change, tuwe wavumilivu na subira, hasa katika changamoto kama hizo nilizoelezea. Kwa sababu kuna mwingine kama ndo kama hivyo nilivyotoa mfano, abiria anaweza akaja akapush change, mwingine atamfokea yule,
au atamshika hela zangu sijui nini. Tusiwe hivi, kwa sababu ni sehemu yote ya kazi, changamoto zivumilie, na yule anakosa na yeye alikuwa anakimbilia usafiri, alikuwa na taarifa kimbilia safari awali wapi kazini. Kwa hiyo mimi neno moja tu, na subira na uvumilivu na ukarimu. Changamoto nyingine ndo zetu tuzizoee. Yes. Sawa, lakini pengine ningetamani kujua serikali pengine inawagusaje katika huduma yenu mnayotoa? Serikali inatugusa, naweza kusema inatuona na mfano kama hapa, kama hizo changamoto nilizosema. Pia kuna siku kuna mtu alidondesha change, akataka, alikuwa anagombana na abiria yule alidondesha, lakini kuna gambo mshirikishi ambao ni serikali waliamuru na waliambia bwana, unaye mwenzenu ambao wanahangaika na wanasaidia nyinyi sometimes nakuja na hela kubwa siku na hizi kwa wale walitugusa hivyo kuamulia ugovi, lakini pia wakatushauri kama ulivyotushauri wewe, tafuteni mmoja, kama mtaweka meza na nini, basi mambo yataendelea. Nakushukuru kwa muda wako mwenyekiti, umetisha. Asante sana. Sawa, asante sana. Mtazamaji, bado tumesalia hapa na sivyo kwamba tumemaliza, bado tunaingia kwa mtu wa huduma mwingine. Endelea kufuatilia KCU kwa ajili ya mambo mengi kabisa. Kipindi hiki ni kipindi cha Injini ya Moto na mtangazaji wako ni Naomi Fumbuka. Nyuma ya kamera tunaye Anastasia Joseph, mjukuu wa Joseph. Sawa kabisa.